Tumefanya maandalizi makubwa kuelekea mechi yetu ya kesho tarehe 11, mechi ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya TMA kutoka Arusha. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri tangu tarehe 9 tumefanya maandalizi, leo tarehe 10 tunafanya maandalizi na kesho itakuwa ni siku ya mchezo wetu dhidi ya TMA. Maandalizi makubwa kwa sababu tunatambua kuweza kutudhibiti Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo tuna kila sababu ya kujiandaa kana kwamba tunakwenda kucheza na timu kubwa mwenzetu ili tuweze kupata matokeo. Tumekuwa na rekodi sio nzuri tunapocheza mechi kama hizi, kwenye hatua kama hizi. Mara kadhaa huko nyuma tumewahi kupata fundisho kwa maana ya kuondolewa. Sasa yale yote tumeyachukua kama funzo na kutupa nguvu ya kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Lakini kama haitoshi, moja kati ya wakubwa wenzetu katika ligi kuu ya NBC wameondoshwa na timu kutoka daraja la chini. Hii peke yake inakupa alert ya kwamba hizi timu ndogo sio za kuzichukulia poa poa. Ukiingia vibaya wanakufanya vibaya. Kwa sisi tunajiandaa mithili ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mwingine mkubwa dhidi ya timu kubwa, kwa sababu tunataka kufanya vizuri katika mchezo huo. Wachezaji wetu wote wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulikuwa na majeraha ya wachezaji wawili, Shema Fondo pamoja naye Musa Pinpin Kamara Spider, lakini wanaendelea vizuri. Ni jukumu la mwalimu kuamua kama anaweza kuwapa nafasi ya kucheza ili kupima utimamu wao wa mwili ama kuwaacha wapumzike zaidi ili watengemae kwa 100%. Lakini wengine waliosalia wote wako vizuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya TMA. Kwenye upande wa saikolojia, kuna athari yoyote mnaweza kuipata mara baada ya kukosa mchezo uliopita? Athari hakuna. Tulichowaambia wachezaji wetu ni kwamba yale yote ya tarehe 8 yameshamalizika na kila mmoja ayaondoe kwenye kichwa chake, tuangalie yale ambayo yako mbele yetu. Unapokuwa na wachezaji professional inakuwa ni rahisi wao wenyewe kujitune kutoka kwenye nyingine. Lakini kama haitoshi, tumekubaliana ya kwamba jambo likishapita, haijalishi limepita kwa mazingira gani, aidha limepita vizuri ama limepita vibaya, lakini jukumu letu sisi ni kumove on kutoka kwenye hilo jambo na kwenda kwenye jambo jingine. Jambo ambalo liko mbele yetu ni lina umuhimu zaidi kwa maana ya kupata ushindi mbele ya TMA, lakini kama haitoshi tuna jambo jingine tarehe 14 dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo focus yetu imehama kutoka tarehe 8 kuelekea tarehe 11 na tarehe 14, na wachezaji wetu tumewajulisha hivyo wajikite zaidi kuangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Ahmed, hapo ukizungumzia jambo la tarehe 8, moja kati ya mjadala mkubwa sasa hivi ambao unakuwepo ni kwamba ni haki yenu kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, lakini mnasemekana kwamba hamkutoa taarifa. Ikoje? Na je, kila mchezo mnaoenda huwa mnatoa taarifa siku moja kama mnafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi? Kwa Simba Sports Club tulishatoa taarifa kwa maana ya taarifa ya umma, na nadhani kila mmoja aliona usiku wa tarehe 7 ama tarehe 8 alfajiri, unaweza kaita hivyo. Simba tulitoa taarifa ya umma na kila mwana Simba akaiona taarifa ile. Ule ndiyo msimamo kwenye kufuata miongozo ya mamlaka. Jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya, na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi, taifa kubwa Simba Sports Club, ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9 robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Ahmed, jana cha wao kuja kwenye uwanja wenu
hatujajua dhamira yao ilikuwa ni nini kuja. Dhamira yao wanasema walikuja na timu yao. Vipi kipigo pale pale kwa sababu ile uwanja wenu mmefanyia mazoezi vya kutosha. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio tena. Utani tu wanataka kufanya. Wao Walikuja tucheze mechi. Sababu si kule saa 6 mchana. Sababu kama walikuwa na nia kweli tucheze mechi, muda wa mazoezi ni saa 10. Wangekuja saa 10. Kingepigwa. Kuja saa 6 ni magilini tu. Nia hiyo hawana. Na nyinyi mliwaona wachezaji kwenye hilo basi? Basi limefungwa vio, kwa hiyo huwezi kujua huwezi kujua wachezaji au hamna. Lakini dereva anaonekana anasema wachezaji wao. Si ndio nyinyi mliripoti kwamba baada ya wao kuondoka pale uwanjani tarehe 8 kila mchezaji aliruhusiwa. Walijikusanya saa ngapi wakaja Bunju? Ni kesho yake ilikuwa. Yes, ndio. Yaani walijikusanya saa ngapi? Wenyewe wanavyosema basi ilikuwa na wachezaji. Wangewakuta. Sasa mnaga mechi ya saa 6. Wao kama kweli walikuwa wanataka mechi saa 10, sisi ndio huwa tunafanya mazoezi Bunju. Wangekuja saa 10. Ahmed, vipi tarehe kipango hivi karibuni ya nyinyi kurudiana? Sisi tuko tayari. Huo ndio msimamo wetu Simba Sports Club, na tarehe kisha pangwa, kanuni zikafuatwa, zikaheshimiwa, sisi wala hata hatuna shida. Sisi hatuna shida. Sasa tuwezi kuanza kufundisha bodi na mamlaka za mpira wa miguu. Wenyewe wanadai alama 3 na magoli 3 kwa nini kufika uwanjani? Dimesha sema kwamba kwenye hili hatuongezi chochote. Unajua hili jambo ni very tense, na lazima hata nyinyi ndugu zangu waandishi, hili jambo ni tenge kweli kweli. Sio jambo la kulichukulia juu na kulichukulia kwa ushabiki. Ni jambo ambalo lina athari kubwa sana ndani yake. Ni jambo ambalo linagharimu maisha ya watu, furaha za watu na kila kitu. Kwa sio jambo la kulichukulia juu. Ni jambo very serious, ni jambo ambalo linahitaji hekima kubwa kulimaliza. Kwa hiyo ndio maana sisi tunaepuka kulizungumza miongozo thabiti. Na ndio maana tunasema taarifa yetu tuliyoitoa tarehe 7 usiku inajitosheleza, na taarifa waliotoa bodi ya ligi inajitosheleza, na sisi Simba Sports tunaifuata taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi. Semaji, mimi na machache ambayo natamani kufahamu, sijui kama wenzangu walishauliza au la. Nirudi nyuma nakasema hivyo kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia ile barua ambayo ilikuwa ikielezea namna ambavyo Simba haitashiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mengi yanazungumzwa kwamba ilienda magari mawili, kulikuwa kuna mabiem pale. Ukweli wa taarifa hiyo ikoje, kwamba mlikwenda na magari mawili, moja lenye wachezaji na lingine ambalo linadhaniwa kuwa na wazee wa club ndani yake? Hatuna muda wa kujielezea. I'm very sorry Latifa Mpenja TV. Hatuna muda wa kujielezea. Tulikwenda kufanya mazoezi, tukashindwa kutimiza haki yetu kikanuni, kwa makusudi watu waliamua kufanya hivi. Maelezo yote tayari tumeshaweka kwenye maandishi, na maelezo yetu tayari tumeshapeleka kwenye mamlaka husika kwa ajili ya hatua zaidi. Kwa huku nje, mtu yote anayetaka kupata ufafanuzi basi arejee taarifa yetu kwa umma tuliotoa saa 7 usiku. Muhimu ni kwamba hatujaficha kitu. Kila kitu tumekiweka wazi, na baada ya hapo sasa tunaanza kuishi maisha mapya ambayo tunaanza kuishi kuanzia sasa. Ni tarehe 11 tunaingiaje dhidi ya TMA, tarehe 14 tunaingiaje dhidi ya Dodoma Jiji, tarehe 2 tunakwenda kuchezaje na Almasiri, na tarehe 9 tunakwenda kufukaje kuingia hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Hayo ndiyo ambayo tunatazama hivi sasa. Haya mengine ya nyuma yote tumeshaachana nayo, tunasubiri maelekezo kutoka kwa watu makini bodi ya ligi Tanzania. Ni kweli Simba na Yanga hamna utaratibu wa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi? Hii ndio imekuwa kwa mara ya kwanza ikitokea hivi. Kanuni. Achana utaratibu, kanuni. Zimekuwa zikifuatwa. Kanuni. Wewe tuishi kwenye kanuni hapa. Tuishi kwenye kanuni. Sema kuongeza hata nukta.
hata nukta. Nimeeleza hili jambo msilichukulie kawaida. Ni jambo zito, ni jambo ambalo hata wale ambao wanalizungumzia pembeni wazungumze kwa umakini mkubwa mno, kwa sababu hili sio jambo la kawaida hata kidogo. Kwa hiyo ni vema kila anayezungumza nini ili asilete madhara zaidi. Semaji pengine utoe Salum Manula hapa. Kwa taarifa yake yote. Aishi bado hajatengemaa sana tangu aliposhindwa kusafiri wakati ule tukisafiri na timu. Bado afya yake haijatengemaa vizuri. Kwa hiyo anaendelea kupatiwa matibabu. Nini sasa kinamsumbua Aishi? Ni siri baina ya mgonjwa na daktari. Sisi kama klabu hatuwezi kuweka hadharani. Lakini msemaji majeraha wachezaji ni kawaida kwa hadharani. Tumeshaona wachezaji kadhaa ameonyesha fulani anaumwa goti, fulani anasukule. Kwa nini? Lakini mchezaji akisema naumwa goti ndio, lakini msiwaambie watu, hatusemi. Kwa Manula amesema msiwaambie watu kama naumwa. Hajatuambia. Ila nini ambacho kafanya? Mpaka atuambie sasa. Akituambia waambieni naumwa 1 2 3 tutawaambia. Wachezaji wenu wote huwa wanasema lazima. Siri ya mgonjwa na daktari. Semaji, tumalizie pengine labda kwa kipekee, unaweza ukatoa labda pole kwa kila ambacho kimetokea kwa mashabiki wa Simba, lakini pia wa Yanga walioathirika kwa baada ya mchezo ule. Watu walitoa vingine wamelia, wengine wanasema kupoteza maisha. Aliyepoteza maisha tunampa pole sana. Tunaipa pole familia yake na wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine, na familia ya mpira kwa ujumla imeguswa na kifo chake. Kwa mashabiki wa Simba tuwape pole sana kwa kile ambacho kimetokea tarehe 8, lakini lazima watambue kwamba kilichotokea tarehe 8 ni kwa maslahi mapana ya Simba yetu. Kilichotokea tarehe 8 ni kwa heshima ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wala wasifikirie nauli zao, wala wasifikirie viingilio vyao, waifikirie Simba Sports Club. Ni maamuzi magumu, lakini kwa heshima ya Simba Sports, na sio heshima ya leo, ni ya heshima ya miaka 100 ijayo. Ilikuwa inatafutwa usiku wa tarehe 7 pale nje ya gate la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo lazima watambue hilo, ya kwamba heshima ya Simba Sports Club lazima ilindwe, lazima isimamiwe. Hii ni timu kubwa. Hii ni timu iliyojipambanua kwamba ndio role model wa mpira wa Tanzania. Kwa hiyo lazima tuweke mstari sawa sawa. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wamepata usumbufu, sisi tuwape pole, lakini wasijisikie unyonge, kwa sababu heshima ya mnyama imetamalaki. Semaji, kauli yako inaonyesha kama kuna kitu nje ya kuzuia kufanya mazoezi. Kusema kwa mtafuta heshima miaka 100. Nadhani wengi kwa macho yetu hapa tunaamini kama mngecheza na kupata matokeo ilikuwa ni heshima kubwa kuliko mngeo hiyo. Kuna heshima gani ambayo imefanya msicheze? Tujiandae na TMA. Ndo jambo la msingi sana. Sasa sisi tuishi na vitu ambavyo viko mjini. Sisi tunaangalia maendeleo ya klabu yetu. Tukiondoshwa na TMA hapo, nafikiri itakuwa noma kiasi gani. Kwa lazima tuwekeze nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunamngoa TMA. Hamtaki aliyokutaza tutaki aliyomkuta ndugu yetu. Maandalizi pia yapoje? Ya maandalizi yanakwenda vizuri kusema kweli.